Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kumbe kila anayeongozwa na Roho wa Mungu, huyo ndiye anayethibitika kuwa mwana wa Mungu. Kumbe tuna kila sababu ya kumuita Roho, na tuna kila sababu ya kuhitaji Roho. Tuna kila sababu ya kuongozwa na Roho, kwa sababu tusipoongozwa na Roho inamaanisha kwamba sisi hatutakuwa wana wa Mungu. Kwa tukiongozwa na Roho ndipo tutakuwa wana wa Mungu. Haleluya. Yes. Eti kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia haba, yani Baba. Haleluya. Kwa hiyo sisi hatumpokea yule roho ambaye huyo roho tuliyempokea ambaye ni roho wa utumwa, wala roho wa hofu tena. Kwa roho tuliyempokea sio yule roho wa kutufanya tuwe watumwa tena katika hali ya utumwa, wala sio roho wa hofu, sio roho wa mashaka, sio roho wa wasiwasi. Ambaye roho tulimpokea ni roho ambaye aliyetufanya sisi tuwe wana wa Mungu. Maana kwamba kisha kuwa mwana wa Mungu unashiriki, yani unakuwa sehemu, unakuwa sehemu ya Mungu. Maana kwamba ile hali ya hofu na mashaka inakuwa haimo tena ndani yako, kwa sababu tumefanyaje? Tumeshare ule mwili, sehemu ya ujasiri alionao yeye, sehemu ya nguvu alizonazo yeye, akatugawia na sisi. Kwa sisi tupo kama yeye, tumekuwa kama yeye, kwa juhudi alizonazo yeye, kwa ujasiri alionao yeye, kwa nguvu alizonazo yeye, hata sisi tukapata zile juhudi, tukapata ule ujasiri na tukapata ile nguvu, kwa sababu tumeshiriki ile roho, tumeipokea. Haleluya. Umeona? Eti roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu. Kwa huyo roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu, ambaye huyo ni roho wa Mungu. Kwa huwa anashuhudia mwenyewe ndani yetu pamoja na roho zetu kwamba sisi ndiyo ni wana wa Mungu, ndiyo tumefanika kuwa wana wa Mungu, ndiyo tunaweza yale yasiyowezekana, ndiyo tunaamini yale ambayo watu hawaamini ya kwamba yanaweza katokea. Tunaamini na roho anatushuhudia kwamba ndiyo, tukiamini yatatokea na yatakuwa. Haleluya. Haleluya. Eti ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Yes. Kwa roho utushuhudia. Ndio kwa maana mtu wa Mungu inabidi mara popote ulipo, mara popote unapokwenda, roho uliyempokea aanze kukushuhudia kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Katika kila shughuli unazozifanya, katika kila hatua unayoipiga, yana kwamba roho akushuhudie ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Hata katika kazi unayoifanya, yes, kila kitu unachokifanya, roho akushuhudia kwamba kitu hiki kinaleta utukufu. Kwa katika ile jambo roho kukushuhudia kwamba kitu hiki kinaleta sifa kwa Bwana. Kwa hiyo kinakushuhudia kwamba wewe pia ni mwana wa Mungu, kwa sababu aliye mwana wa Mungu huyatimiza ya baba yake, huyafanya yaliyo ya baba yake. Kwa kila anachokifanya ukifanya kwa utukufu wa nini? Kwa utukufu wa baba yake. Haleluya. Kwa huyo roho anakushuhudia ndani yako, anakuambia hata unapopiga hatua unatembea, yani unatembea kwa madai ukijua kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Hatua zangu natembea vizuri kama mtoto wa Mungu, natembea kwa stara, kistaarabu, naongea kistaarabu, najibu kistaarabu kama mtoto wa Mungu. Umeona? Kwa roho utushuhudia. Haleluya. Kwa inabidi roho azidi kutuwezesha, mtu wa Mungu azidi kutushuhudia. Kama una ile hali ya roho kutushuhudia katika mambo yako, katika kuvaa kwako, katika kuongea kwako, katika kutembea kwako, roho akushuhudie kama unachokifanya kinampendeza yeye, kinaleta utukufu kwake yeye, kinamfaa yeye, basi inabidi umwombe Bwana azidi kukuunganisha, kwa sababu kila aliyeungwa na roho huyo anakuwa ni mtoto wa Mungu. Na ukisha kuwa mtoto wa Mungu, maana kwamba sehemu ya umungu alionayo Mungu imekuwa kwako pia, basi tutasema Mungu atakuwa Mungu mkuu, wewe unakuwa Mungu mdogo. Sasa ukizaliwa na Mungu, na wewe pia unakuwa na umungu ndani yako. Sasa Mungu hawezi kuzaa samaki. Ikiwa Mungu anazaa, Mungu pia atazaa Mungu vile vile. Kwa kama tumezaliwa na Mungu, kama tumezaliwa na roho, maana kwamba na sisi ndani yetu mna ile roho ambayo ndiyo iliyotuzaa. Kwa sababu ukizaliwa na roho, wewe huwezi kuwa maji, nono, vile vile utakuwa roho, kwa sababu umezaliwa na roho.
Haleluya. Kwa tuishi kama watu waliozaliwa na Roho, tuishi kama watu walio na Roho ambaye tuliozaliwa naye, na tuishi kama watu ambao waliozaliwa na Mungu, ambao tuishi kama watu walio na Mungu, kwa tuishi kama Mungu. Haleluya. Kwa tufanane na yule aliyetuzaa. Haleluya, kwa sababu sisi ni sehemu ya mwili wake. Haleluya. Mungu atuweze sana. Na kama tu watoto basi, tu warisi wa Mungu, warisio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Haleluya. Na kama sisi ni watoto basi tu warisi wa Mungu. Na kama sisi ni watoto wa Mungu, maana kwamba sisi ni nini? Ni warisi. Yes. Kama sisi ni watoto wa mfalme, ikiwa ni wa kiume, maana kwamba wewe ni prince, na ikiwa kama wewe ni wa kike, maana kwamba wewe ni princess. Kwa hiyo wewe ni mrisi katika nini? Katika ile nini? Katika ile emao ya ufalme. Wewe ni mrisi, utarisi katika hiyo sehemu ya nini? Ya ufalme wa baba yako. Haleluya. Kwa ikiwa wewe ni prince, ishi kama prince. Sawa. Ikiwa wewe ni princess, ishi kama princess. Princess anaishije? Na prince anaishije? Ikiwa yupo katika himaya nini? Ya ufalme. Umeona? Kwa sisi baba yetu ni mfalme, na sisi ni warisi katika mali, katika utawala wa ufalme baba yetu anaofanyaje? Anaumiliki. Haleluya. Umeona? Kwa inabidi tuhakikishe mambo yetu yote tunafanya kama hayo, kwa sababu kama wewe ni mtoto wa mfalme, alafu hivi mtoto wa rais au mtoto wa mfalme unaweza kumkuta anatoka katika ikulu anaenda kucheza mitaani, au anaenda kuokota makopo, au anaenda kuzurula, anazurula peku barabarani, anatembea tu yani from nowhere. Huwezi kumkuta, kwa sababu yani ni vigumu umkute, hata kama atapenda ajirahisisha kiasi, labda kama atatoroka. Haleluya. Lakini vigumu sana umkute katika mazingira hayo, na yeye ataishi kama baba yake, yani ataendana na mazingira ya kwao jinsi yalivyo. Umeona? Haleluya. Kwa hata wazazi wake watamlea aishi kulingana na ufalme ulivyo, na sisi kwa maana Mungu anatulea tuishi kulingana na ufalme wake ulivyo, ili sisi tusiye tukatoroka. Yamkini akili zetu zinatutuma tutoroke tukachangamane na watu wengine. Haleluya. Yamkini akili zetu zinatutuma twende tukafanye na sisi tutembee peko tukaokota hata makopo kama watu wengine. Lakini baba yetu anatuambia no, nyinyi hamdaumbiwa hivyo. Nyinyi mmezaliwa hapa, mmeumbiwa hapa, kwa asili ya maisha yenu ni haya hapa. Inatakiwa muishi katika njia hii hapa. Hata kama tunataka kutoroka. Haleluya. Kwa inabidi na sisi tukubali hayo mazingira. Kwa kuwa sisi tu warisi katika pamoja na nani? Pamoja na Mungu. Warisio pamoja na Kristo. Sisi ni watu wanaorisi pamoja na Kristo. Na tukiteswa pamoja naye, sio kurisi tu, hata kuteswa pia. Tutateswa pamoja na yeye. Hapa ndo penye shida, hapa ndo penye kipengele. Hata tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Wengi kwenye sehemu ya kuteswa hapa huwa hawapataki. Eneo hili hapa hakuna anayepataka hata mmoja. Kila mmoja mali hapo huwa anapakimbia. Kila mmoja anataka tu turisi, tufanikiwe tu na furaha. No. Kumbe na kuteswa kumo. Haleluya. Inabidi tukubali kila hali, hata kwa kuteswa, tuteswe pamoja na yeye, kwa sababu tutakapoteswa pamoja na yeye tutakwenda kutukuzwa tena pamoja na yeye. Kwa wapo watu wanapofika katika hali ya kukataliwa, ya kuachwa, ya kudhalilika, watu fika refu ya kumwacha Mungu, watu fika refu ya kupotea, watu fika refu anatafuta angalau apate mshauri wa kumshauri. Asipompata mshauri sahihi,
ndipo mtu chukua maamuzi yoyote ambayo yanayomjia mbele yake, uyachukua kuwa ya maana na kuanza kuyafanyia kazi. Haimaanishi mashauri hayo ni mazuri au ni mabaya, mradi kwa wakati huo yeye anapitia ni wakati mgumu, anahitaji angalau apate msaada. Bahati mbaya watu wa aina hiyo hukutana na watu potofu zaidi, na atakapopokea mapokeo mtu angamia zaidi. Haleluya. Kwa watu wa Mungu, hata kama unapitia shida gani, ndiyo wewe ni mrithi pamoja na Kristo, baba yako ni mfalme, lakini katika hema ya ufalme kuna ile hali pia inaitwa kwamba hata mateso yamo humo ndani. Kwa kukubaliana kila hali itakayotokea kwenye maisha yako. Kila kitu kina wakati. Biblia anasema kila jambo lina wakati. Kuna wakati wa furaha, kuna wakati wa huzuni. Haleluya. Kuna wakati wa kuinuka, kuna wakati wa kupanda. Kwa tujitahidi kusoma nyakati na mazingira tunayowapitia. Kwa tujitahidi kukubaliana na hali halisi ya kwamba wakati huu ni wakati fulani. Kipindi hicho ninachokipitia yamkini ni kipindi cha wakati fulani. Kwa kubaliana na mazingira hayo, endelea kufocus, sio kate tamaa, sio uache, sio urudi nyuma. No, endelea kufocus, usonga mbele ili upate kutukuzwa pamoja na yeye. Maana kwamba mpaka uje utukuzwe pamoja na yeye, inamaanisha kwamba ulikuwa katika ule mstari ule. Kwa ukitoka kwenye mstari, maana kwamba huwezi kuja kutukuzwa pamoja na yeye tena. Haleluya. Kwa sababu utakuwa umeshuka kwenye leri. Bwana tuwe sana. Eti kwa maana yanahesabu mateso ya wakati huu kwa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Umeona? Eti kwa maana mateso yatakayehesabika kwa wakati utakaopitia yatahesabika kama sio kitu. Hakikisha unahesabu kama sio kitu, sawa, kuliko ule utukufu utakaofanyaje, utakaofunuliwa kwako baadaye, baada ya hayo mateso unafanyaje, unaoyapitia, baada ya hizo shida unazozipitia. Hakikisha yale mateso usihesabu kama ni kitu, chukulia ni jambo la kawaida. Lisikupe stress, lisikupe pressure, lisikuondoe kwenye mstari, lifanye kuwa ni la kawaida, kwa sababu baada ya hilo jambo kuna jambo kuu zaidi ambalo unafanyaje, unalitarajia wewe kuliona na kuliishi. Haleluya. Usije ukakata tamaa. Wewe ni mwana wa Mungu, umeungwa na Mungu na umeumbwa na Mungu. Mungu yu ndani yako. Ishi kama mtoto wa Mungu, hata kama utapitia hali gani, usije ukakata tamaa. Songa mbele, songa mbele, songa mbele. Hata kama watu wote wa pembeni, watu wote walioko pembeni kwako wataona kuzunguka, wataonekana wamekuacha, hata Mungu pia ataonekana ndiye Mungu amekuacha. Yamkini Mungu alikupromise mambo makubwa sana, alikuahidi mambo makubwa sana, lakini kafika level ni kama vile unajikuta uko disappointed kabisa. Mbona mambo yaendi? Mungu alikuwa anasema hili, mbona sasa ninayoona sio yale alikuwa anayazungumza? Mbona Mungu alinipa maunabii, ndoto nyingi, maono mengi, mbona mambo yanakwenda tofauti? Haleluya. Mbona Mungu alisema ataninulia watu, mbona Mungu alisema watu watanipigia simu muda fulani, mbona watu walisema sitalala na njaa, lakini ukajikuta simu hazipigwi, ndio unalala njaa, unatembea uchi, una mavazi. Yes, usikate tamaa, kwa sababu baada ya hayo unayopitia utaenda kutukuzwa pamoja na yeye. Ule utukufu unaenda kufunuliwa ni mkubwa kuliko yale mateso unayopitia. Mwambie Bwana kuwezeshe uwe strong. Mwambie Bwana niwezeshe endelee kuwa imara katika wokovu. Hata kama watu watanisema kiasi gani, hata kama nitaonekana wokovu nilionao sio kitu, hata kama itaonekana ndio wewe naye kufuata ni mimi naonekana kama mjinga, no. Mwambie Bwana niwezeshe nisije nikatoka tu hapa nilipo. Niendelee kushikilia hiki tu nilicho nacho. Niendelee kukishikilia kisije kikapungua, badala yake kiongezeke. Nizidi kuwa na imani zaidi. Kwa kiburi cha imani nilicho nacho kizidi kuongezeke. Nikutafute kwa bidii na juhudi zaidi. Yes. Haleluya. 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 Mwambie Bwana apate kukuwezesha.